Habari, karibu tena katika channel yetu ya WC Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaelezea dalili za homoni kuvurugika. Wanawake wengi wamekuwa wakituuliza, je, dalili za homoni kuvurugika ni zipi? Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama una swali lolote au una changamoto yoyote ambayo umekuwa ukipitia ukiwa hapo nyumbani na ufahamu namna ya kuondokana na changamoto hiyo, basi WC Herbal Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kukusaidia kuondokana na hiyo changamoto moja kwa moja. Tufahamu mwanamke ana homoni karibia 6 na kila homoni inakuwa na kazi zake, na hizi homoni ndio zinamfanya mwanamke aweze kubeba au aweze kupata ujauzito kiurahisi. Kwa hiyo ikitokea hizi homoni zimevurugika, basi ndugu yangu ujue kwamba ni ngumu sana kuweza kubeba ujauzito. Na kati ya madhara makubwa ya homoni kuvurugika, madhara makubwa kabisa zinamfanya mwanamke ashindwe kubeba ujauzito. Lakini namba 2 ni kwamba inapelekea changamoto ya kuwa na maambukizi ya mara kwa mara, especially maambukizi ukeni, kwa sababu wale bakteria atawabadilisha mazingira, na ukishawabadilisha mazingira wale bakteria wazuri basi wanageuka kuwa wabaya. Kwa hiyo unakuta na homoni, kwa mfano kuna homoni ya prolactin inayotumika kutengeneza maziwa, ndio maana unakuta mwanamke matiti yake ni makubwa kuliko mwanaume. Ukiona hivyo basi ujue ni prolactin. Lakini pia na homoni ya testosterone, ana homoni ya estrogen, ana homoni ya progesterone, na hizo zote ni homoni zinazomsaidia mwanamke kuweza kubeba ujauzito. Sasa leo nitajikita kwenye dalili. Sasa ni dalili zipi zinazoonesha kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika? Namba 1 ya kuonesha kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika, kwanza kitendo cha wewe kushindwa kubeba ujauzito. Asilimia karibia 80 mpaka 85 ya wanawake wengi hawabebi mimba kwa sababu ya homoni zao kuvurugika. Lakini bahati nzuri kwenye video ambazo zimepita tumeelezea chanzo cha homoni kuvurugika. Kwa hiyo kama hujaona basi utafuatilia kwenye channel yetu uone chanzo cha homoni kuvurugika ni kipi. Kwa hiyo dalili namba 1 ni kushindwa kubeba ujauzito. Lakini dalili namba 2 ni kukosa hamu ya tendo la ndoa. Sasa hivi tuna wanawake wengi ambao, ndugu yangu, kufanya tendo la ndoa ni kama vile wanalazimishwa. Unakuta hana hamu kabisa, hana hamu ya kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama unaona hauna hamu ya kufanya tendo la ndoa, basi ndugu yangu jua ni homoni zako zimevurugika. Lakini ya pili ni kwamba hauwezi kupata ute wa mimba, ute wa uzazi, na ule ute wengi sasa wanawake wengi hawauoni. Na kama una changamoto ya kubeba ujauzito, ndugu yangu, fuatilia, angalia, je, unapata ute wa mimba? Wengi hawapati ule ute wa mimba. Kwa hiyo kama haupati ute wa mimba, ndugu yangu, basi jua homoni zako zimevurugika na ni ngumu kwako wewe kuweza kubeba ujauzito moja kwa moja. Lakini dalili nyingine ya homoni kuvurugika ni maziwa kuwasha, maziwa kuuma, maziwa kutoa maziwa ili hali wewe sio mjamzito wala haunionyeshi. Kwa hiyo wengi wanakuwa wamepitia hii changamoto. Kwa hiyo ukiona una changamoto hiyo, basi jua moja kwa moja homoni ya prolactin imeweza kushuka au imeweza kuwa kiwango cha juu zaidi. Ndio maana inapelekea changamoto ya maziwa, kuta maziwa yanauma, maziwa yanatoa maziwa yanatoa majimaji. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, jua kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika. Dalili nyingine, mabadiliko ya ngozi. Unakuta ngozi inakuwa kavu, ngozi inakuwa kama ina mabaka, yani ngozi inakuwa haieleweki, na ngozi unakuta ina chunusi. Ukikuta ngozi imekuwa kwenye namna hiyo, basi ujue pia wewe mwanamke homoni zako zimeweza kuvurugika. Ina maana unatakiwa kupata tiba. Na wengi wao wanakimbilia losheni au mafuta fulani ya kupaka. Ndugu yangu, kama una changamoto hiyo, basi hakikisha una balance homoni zako. Na kama una changamoto hiyo yote, basi WC Herbal Clinic tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kusaidia wewe kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia mabadiliko katika hedhi. Watu wengine, kwanza unaweza kuwa hauoni siku zako, lakini cha pili siku zako zinakuwa zinarukaruka. Unaweza kukuta mwezi huu zinakuja, mwezi unaokuja haziji. Namba 3 ni kwamba unapata hedhi yenye mabonge, hedhi yenye vinyama, hedhi ambayo haieleweki. Unakuta damu nyeusi, nyingine unakuta ni nyingi, nyingine chache. Basi ukiona changamoto hizo zote, basi jua una changamoto katika homoni zako. Ina maana homoni zako zimeweza kuvurugika. Sanjari na hayo ni kwamba kupata maumivu makali unapokuwa kwenye siku zako. Yaani kuna wanawake wakiwa kwenye siku zao, basi wanakuwa napata maumivu makali chini ya kitovu plus kitovu kuvuta.
Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi ajua ni kwamba kuna changamoto unayo ambayo ni ya homoni zako kuweza kuvurugika. Lakini pia mabadiliko katika uzito, unakuta uzito kuongezeka ghafla au kupungua ghafla, basi jua ni moja kwa moja hiyo ni dalili ya homoni zako kuvurugika. Yaani kuongezeka ghafla na kupungua ghafla, basi jua kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika. Lakini pia tatizo la kukosa usingizi, yani kuna wanawake unakuta mara nyingi unakuta hapati usingizi vizuri, basi jua homoni zako zimeweza kuvurugika. Lakini pia inapelekea mtu kuweza kuwa na hasira ovyo, yani unakuta mtu anakuwa na hasira, kitu kidogo ameshachukia, amesharusha maneno, basi ujue ni changamoto ya homoni kuvurugika. Tunasema mabadiliko ya hisia ambayo tumesema kukosa hamu ya tendo la ndoa. Lakini pia dalili nyingine ni kwamba upoteaji wa nywele, yani unakuta mwanamke nywele zake zinakuwa zinanyonyoka, nywele zako zinakuwa zitoki, basi jua kwamba una changamoto ya homoni kuweza kuvurugika. Lakini pia mabadiliko mengine tumesema ni ile ambayo unapata mara nyingi unapata infections au unapata maambukizi ya magonjwa mbalimbali kama PID, una fungus, unapata UTI. Mara nyingi haya magonjwa tumeweza kusema kwamba tunayapata kwenye vyoo, lakini pia haya magonjwa unaweza kuyapata mwenyewe bila kuambukizwa kwa namna yoyote ile, kwa sababu haya magonjwa yanasababishwa na bakteria, yanasababishwa na virus. Kwa hiyo ikitokea wale bakteria wazuri wamebadilisha mazingira na yamekuwa mabaya, ndugu yangu, itakupelekea changamoto hiyo ya homoni kuweza kuvurugika. Kwa hiyo hizo ndo baadhi ya dalili ambazo zinaonesha kwamba homoni zako zimeweza kuvurugika. Kwa hiyo kama una changamoto ya homoni kuvurugika, basi tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kukusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Tuambie hapo chini, je, ni dalili gani ambayo wewe unayo ambayo imekuwa ikikutesa, inakufanya ukose usingizi, imekufanya ikupe maumivu? Tuambie hapo chini kwenye comment na sisi tutaweza kuelekeza namna gani ufanye ili kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Kumbuka usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.